Kwa nini nimewaita na kwa nini tumewaita hapa? Mimi naongea kwa niaba ya uongozi wa kitaifa, lakini mimi nimepewa jukumu hili kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa mkoa ambao ni mwenyeji na Daktari Samia Suluhu Hassan anakuja kufunga kampeni zake hapo kesho. Sisi kama TYM tumekaa, tumefanya utafiti, tumezungumza na wadau wetu ambao ni wako kwenye umoja wetu, wanachama ambao watu walio kwenye umoja ambao wamejiandikisha, tuko takribani 4,425,025. Kwa tukakubaliana kwamba kwa nini watu 4,406,025 usiwe mtaji wa mama kesho kutwa Oktoba 29 twende tukatiki watu 4,600,025. Tukasema hata kama kutakuwa na watu wanaumwa na dharura, tuseme wastiki watu 25,000 wakatiki 4,406,000. Utakuwa ni mtaji mkubwa sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na hiyo ni asante yetu kwake. Kwa nini tumesema ni asante? Tumesema ni asante kwa sababu baada ya kuunda umoja wetu, serikali turuhusu tukawa halali, maana yake tukapata certificate ya kutuwezesha kuwa halali kwenye nchi hii kama umoja wa vijana walioko kwenye sekta ya madini. Baada ya kuanzisha umoja huu, mama alienda mbali zaidi, ametupatia leseni za uchimbaji zipatazo 11 pamoja na leseni kubwa ya utafiti. Kwa tunasema hatuna kingine cha kusema, lazima tumpe asante yake kwa sababu ameona mbali kwa vijana kama sisi. Lakini hakuishia hapo. Mama huyu aliweza kutupatia sisi TYM vijana mitambo miwili ya kuchorongea, ambayo mtambo mmoja gharama yake ni bilioni zisizopungua 18. Kwa mitambo miwili mama watu alijitoa kwa ajili yetu bilioni 36 plus. Kwa nini tukasema kwa nini tusiwe mtaji wa kusema asante mama kwa hili jambo ambalo umelifanya kwa vijana wachimbaji. Leo hii mama ameweza kusaidia kuangalia na kuhakikisha kwamba bei ya soko la dunia ndio bei tunayopata kwa hapa Tanzania. Leo niwaambie bei ya dhahabu gramu moja inakwenda mpaka 300,000 plus. Kile kigramu ni kidogo sana, lakini tunauza 300,000 plus, na wanaonunua ni BOT wanashindana na wale wanaotoka nje. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo ameweza kuhakikisha bei ya dhahabu inakwenda sambamba na bei ya soko la dunia. Kwa sisi msimamo wetu, na kilichonifanya niwaite tukutane na nyinyi, msimamo wetu kama Tanzania Youth in Mining ni kwamba tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuangalia vijana kwa jicho pana, na tunasema kwamba anatuandaa sisi kwa mabilionea. Ndio maana ameleta mradi wa MBT kwa ajili ya vijana. Sisi vijana katika sekta ya madini Tanzania Youth in Mining tunatoa shukurani zetu kama vijana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, kumhakikishia kwamba yale aliyotegemea kuyapata kwenye sekta ya madini ni matokeo chanya ambayo tunayasimamia Tanzania Youth in Mining, na tunakwenda kufanya maamuzi ya kutiki tarehe 29 Oktoba kesho kutwa. Hiki tunachokifanya ni makubaliano ya kikao tulichokifanya viongozi wa Tanzania Youth in Mining jana mkoani Geita tarehe 26 tulipokutana na viongozi wote Tanzania nzima na kukubaliana wanachama wote 4,406,000 plus tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante.